Najua kwamba kuna maswali ambayo yuko pale, lakini tunakuanzia kwanza swali la kwanza. Kama vile mtumishi Mkristo, kuna watu ambao wanakiri kuwa Wakristo. Na watu wengine wengi sana wanakiri kuwa Wakristo, lakini kuna makanisa mengi sana za Wakristo. Na hao utakuwa nani, lakini wote wanajiita Wakristo. Sasa unatuambiaje kuhusu jambo hilo? Kwa nini watu wasiwe pamoja? Kwa hiyo swali lako ni lipi haswa? Naomba utengeneze swali kutoka sasa hayo maelezo yako. Swali langu ni hili. Kwa nini Wakristo wasiungane kuwa pamoja, wao wanaingia tu kanisa moja kwa sababu wote ni Wakristo? Unataka kuuliza ya kwamba Kristo ni mmoja, kwa nini Wakristo wawe na madhehebu tofauti wakati Kristo ni mmoja? Ndio swali lako hilo. Ndio kabisa. Ukweli ni kwamba utofauti haujaanza leo kwanza, hilo ni la kwanza. Na tukirudi kabisa mwanzoni, wakati Mungu anaomba Kaini na Abeli wamtolee Mungu sadaka. Sawa Ndio. Hapo tofauti zikaanza. Sadaka ya Abeli ikakubaliwa, ya Kaini ikakataliwa. Kwa hiyo kwa nini sadaka ya mmoja ilikubaliwa, ya mwingine ikakataliwa? Ni zile tofauti za uelewa. Kaini yeye alielewa ya kwamba sadaka nzuri kwa Mungu ni kumtolea sadaka ya matunda, vitu vya shambani, hiki na kile. Na Abeli akaelewa sadaka nzuri kwa Mungu ni kumchinjia nyama ili damu imwagike. Kwa hiyo ukianzia hapo kwenye mwanzo kabisa wa tofauti zilianza kutokana na ufunuo. Yaani tofauti zimetokana na nini? Na ufunuo. Abeli alimtolea Mungu sabihu iliyo njema kwa ufunuo aliyoupata kutoka kwa Mungu. Na Kaini akamtolea dhabihu iliyo mbaya kwa ufunuo aliyoupata yeye Kaini. Kwa hiyo huku kufunuliwa ndo chanzo cha tofauti. So hizo tofauti zikaja mpaka wakati wa Paulo. Tunasikia Paulo anasema, wamoja wanasema mimi sisi ni wa Kefa, wengine sisi ni wa Paulo, wengine sisi ni wa Kristo. Je, Paulo aliwafia? Je, Kefa aliwafia msalabani? Kwa hiyo tofauti zote hizi zinatokana na hayo. Kwanza, ufunuo. Jambo la pili, tofauti zinatokana na uelewa, ambao sio ufunuo kabisa, ni uelewa wa mtu binafsi kulingana na maandiko. Sababu Mungu ni mtu mkubwa mno na kumuelewa daima ni vigumu. Hata hapa karibu yetu kuna mti wa embe. Kila mtu ana uelewa wake kuhusu mti wa embe. Kwa hiyo zile tofauti za uelewa kuhusu uwepo wa Mungu, tofauti za uelewa kuhusu Mungu pia zinachangia katika uwepo wa madhehebu mengi. Jambo la tatu, tofauti hizi, madhehebu haya kuwa mengi, yanatokana na vuguvugu za uamsho zilizotokea katika nyakati. Sawa? Kuna vuguvugu la kwanza ambalo lilisababisha mkutano mkuu wa Nikea. Hilo vuguvugu la kwanza likadhaa kanisa fulani. Kukaja vuguvugu la pili ambalo lilisababishwa na Martin Luther, likaitwa vuguvugu la wa Protestanti, likasababisha madhehebu fulani. Kukaja vuguvugu la tatu ambalo ni vuguvugu lilisababishiwa na Afrika mmoja hivi ambaye alikuwa pale Marekani, likaitwa vuguvugu la Kipentekotisti, likaleta madhehebu fulani. Hivi kuna vuguvugu lingine la tatu ambalo ni vuguvugu la wakarismatiki, limeleta madhehebu mengine. So hizi vuguvugu zote au hizi movement zote pia zimechangia katika tofauti ya madhehebu. So sasa turudi katika swali lako. Eti mbona Kristo ni mmoja? Kwa nini madhehebu? Kwa nini tofauti? Madhehebu ni mengi. Na watu wanadai wanaabudu Kristo mmoja. Hivyo ndivyo jinsi lazima iwe hivyo. Kwa sababu kuelewa Mungu ni ufunuo na kila mtu anapata ufunuo wake. Lakini tuna ahadi moja, kwamba kabla Yesu hajaja kutoa kanisa, Wakristo wote watakusanyika pamoja. Lakini haimaanishi kukusanyika katika eneo moja. Watakusanyika wote pamoja, maana yake watapata ufunuo mmoja wa kumtambua Mungu ni nani. Ufunuo mmoja wa kumtambua Yesu Kristo ni nani. Kwa sababu kanisa linajengwa kwa ufunuo huo. Ndio maana Yesu akaambia Petro ya kwamba, si unakumbuka Yesu alikusanya wanafunzi wake? Akauliza wanafunzi wake, watu wanasema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wamoja wanasema, wewe unasema ni, mmoja anasema wewe ni Elia, wengine wakajibu wanasema wewe ni hivi, wewe ni kile, wewe ni mmoja miongoni mwa manabii waliokufa ambaye amefufuka. Lakini Petro akasema kwamba wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akaambia Petro hivi, kwamba ufunuo huo haukuupata kwa baba yako au kwa mama yako, si kwa damu wala maji, lakini umetoka kwa Mungu mwenyewe. Na wewe ni Petro,
Kwa ufunuo huo wa kujua mimi Yesu ni nani, ndiko nitaka kulijenga nini kanisa langu. Ina maana kanisa linajengwa kwa ufunuo wa kumjua Yesu ni nani. Sasa kabla Yesu hajaja kutoa kanisa, atafanya iwezekanavyo kwa wateule wake wote wa wakati huu wote kuamini ufunuo mmoja wa kumtambua Yesu ni nani. Na ndio hapo mahali pamoja ambapo wote watakapokutanana. Yaani wateule wote kabla kutwaliwa kwa kanisa, kabla ya unyakuo, watakutanana katika ufunuo halisi wa kumtambua Yesu Kristo kuwa ni nani, na huo ndio unaitwa mwili wa Yesu Kristo, ambapo Roho atakuja kunyakua. Sijui unanipata vizuri hapa. Yeah. Na hilo litatendeka tu kabla ya unyakuo. Lakini maadamu tungali hivi, madhehebu lazima yatakuwa mengi. Lazima yatakuwa mengi. Sababu kuna wengine tofauti zinaletwa na teolojia. Ameenda shule, amesoma, ameelewa hiki na kile, anarudi pia na uelewa wake, kama nilivyokueleza tangu awali. Kwa hiyo tofauti nyingi zimesababishiwa na ufunuo, uelewa wa mtu binafsi na teolojia au shule, masomo aliyoyasoma. Ndo hivyo. Kwa hiyo hizo ndizo sababu. Ila tuna hadi hiyo ya kwamba kabla Yesu haja kutoa kanisa, sote tutakutanana katika ufunuo mmoja ili tuhunde mwili wa Kristo. Labda kuna swali lingine fulani hapa naweza nikakuuliza, kwa sababu kutokana na yote madhehebu, kuna wengine ambao wanasoma teolojia. Ndiyo. Na kuna wengine ambao wasome teolojia lakini wote wanahubiri. Sasa kwa wale ambao wanasoma teolojia na wale ambao kusoma teolojia, wa wapi haswa watumishi wa Mungu? Ni vigumu kusema huyu si mtumishi wa Mungu au huyu ni mtumishi wa Mungu. Sawa Kutamka tamshi kama hilo ni nzito sana. Lakini nijualo ni hili: Roho Mtakatifu ndio teolojia kubwa zaidi kuliko zote. Sababu sisi si watumishi wa kwanza kumtumikia Mungu. Sawa? Walikuwepo wengine ambao walihubiri injili kabla yetu sisi. Na sisi yawezekana tusiwe wa mwisho, wenda wengine watahubiri injili baada yetu sisi. Sababu hata Paulo yeye mwenyewe wakati anahubiri alikuwa anasema kwamba sisi tulio hai hatutatangulia waliokwisha kulala mauti. Ina maana Paulo pia alikuwa anaamini ya kwamba kanisa litanyakuliwa wakati wake. Lakini ona mpaka tumefika 2025. Ina maana na sisi pia yawezekana kuja wengine ambao watahubiri baada yetu. Kwa hiyo teolojia kubwa sio hii ya kwenda shuleni. Sawa? Teolojia kubwa ni ile ambayo unafundishwa na Roho Mtakatifu. Nikuulize swali: Mathayo alienda teolojia gani? Hakuna. Petro alienda teolojia gani? Hakuna. Timotheo alienda kwenye teolojia ipi? Hakuna. Sawa? Lakini hawa walikuwa watumishi wa Mungu wakubwa. Asante. Kwa hiyo umenielewa hapo Nimeelewa. Sijasema ya kwamba wote ambao wameenda teolojia sio watumishi wa Mungu. Simaanishi hicho. Na simaanishi kwamba ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu wa kweli kabisa kabisa hupaswi hata kugusa teolojia. I don't mean that. Mimi ninachomaanisha ni hiki, teolojia ya kweli. Sababu teolojia si maana yake elimu juu ya Mungu. Kwa hiyo kusoma Mungu vizuri ni pale unapofunuliwa na yeye Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu anapokufunulia Mungu ni nani, hapo ndio utaelewa Mungu vizuri. Huwezi pata ufunuo kutoka shuleni. Hapana. Kwa kitu ambacho unasoma shuleni unapata ufunuo kujua Mungu ni nani? Hapana. Mungu mpaka mwenyewe ajifunue kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa kuhusu lile jambo ambalo utakuta hata kama alisomea teolojia, wakati anasomea teolojia au anapanda kwenye mimbari, kwa sababu kuna mahubiri fulani vya dada mweusi hivi alikuwa akihubiri kwenye mimbara, anavaa suruali. Mwanamke huyo anavaa suruali, lakini anapohubiri anahubiri na upako kabisa mpaka analia. Yaani ile jambo utatuambiaje? Yale yameenda kivipi? Mwanamke kwanza anavaa suruali, anapanda kwenye mimbari, anahubiri, mfano halisi ni kwenye machozi. Sawa. Mvua inaponyesha, inanyeshea wote. Inanyeshea magugu na inanyeshea ngano. Kwa hiyo mvua haiangalii. Inaponyesha inanyesha tu. Na kila mtu anafaidika kulingana na mvua inayonyesha. Na ni hivyo jinsi ilivyo pia kuhusu upako wa Mungu. Kuna tofauti kati ya upako wa Mungu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Na kila mtu anaweza akapata upako wa Mungu hata kama hajaokoka. Sote tunajua kabisa ya kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wake wa 5 imekataa mwanamke kuvaa suruali. Imekataa mwanamke kuvaa mavazi ya mwanaume, na suruali ni mavazi ya mwanaume. So yawezekanaje sasa mtu ambaye ni anafanya mambo kama hayo ahubiri kwa upako? Inawezekana, sababu Mungu upako wake haulingane hasa na swala la maisha. Mimi nimeona mtu anatoka kufanya uzinzi na anahubiri na watu wanapona. Na ametoka kufanya uzinzi na anaombea wagonjwa na wagonjwa wanapona. Kwa hiyo karama ni tofauti sana na uokovu. Unaweza ukawe na karama nzuri sana, ninafanya kazi vizuri sana na hujaokoka.
Si Biblia inasema kwamba siku ile wengine watakuja watasema, Bwana, tuliponya wagonjwa kwa jina lako, na atawajua ya kwamba tokeni huko watenda ila sikuwajua. So kumtumikia Mungu na kuokoka ni mambo mawili tofauti. Unaweza ukamtumikie Mungu vizuri na wagonjwa wakapone na Mungu hakujui. So usiangalilie mtu kwa miujiza anayoifanya au kwa upako alionao wakati wa kuhubiri. Angalilia mtu kwenye maisha yake. Linganisha maisha yake na neno. Mtu yeyote akiishi tofauti na neno, huyo yuko kinyume na Mungu. Hata kama anahubiri jinsi gani, hata kama anaponya wagonjwa jinsi gani, hata kama ana upako mkubwa jinsi gani, lakini kama maisha yake hayalingani na neno la Mungu, huyo mtu, hata kama ni askofu, ni bishop, I don't care who he is, as long as maisha yake hayako sambamba na neno, huyo mtu akifa atasikitika sana. Yaani Yesu atamwambia sikukujua. Kwa hiyo inawezekana ukawe mtumishi wa Mungu, ukamtumikia Mungu vizuri na Mungu asikujui. Ndio. Sasa kuhusu yule ambaye alisomea teolojia, anasomea teolojia lakini anapoishi, kila mtu anasema kwamba huyu mtu kabisa anaishi maisha mazuri sana, maisha ya kiroho ambayo yanampendeza Mungu, lakini kutokana na teolojia ambayo alienda kusoma, anafikia maeneo fulani ambapo kubali kabisa miujiza, anasema kwamba ilikuwa ni miujiza wakati wa mitume. Huyu mtu naye unamsemeaje? Mpinga Kristo maana yake mpinga neno. Au huyo si ndo mpinga Kristo? Yaani Kristo maana yake roho. Unaipata vizuri hapo? Ndio. Na Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo alikuwako neno. Neno alikuwako kwa Mungu, na 1:14 inasema neno akafanyika mwili. Maana Kristo ndiye neno. Unaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo mtu akipinga neno maana yake anapinga Kristo. So mtu yeyote akikataa miujiza, huyo ni mpinga Kristo automatically. Yaani haina haja ya maelezo. Kwa hiyo yoyote anayepinga neno la Kristo ni mpinga Kristo. Na ukiwa mpinga Kristo, wewe huwezi kumuona Kristo. Asilimia kubwa teolojia inaharibu watu kuliko kuwatengeneza. Na ndio maana sisi haturuhusu watu kusoma teolojia. Sababu hiyo inaharibu kuliko kutengeneza. Sisi tunachoamini ni hiki: kabla mtu kuwa mhudumu, hakikisha amejazwa na nini? Roho Mtakatifu. Yaani kwanza uwe na wito, pili uwe umeitwa, tatu iwe ni wakati wako wa kufanya kazi, nne mahali pako pa kufanya kazi, mwisho uwe umejazwa na Roho Mtakatifu. And then sasa nenda ukahubiri Injili. Nenda ukawe mchungaji, nenda ukawe mwinjilisti, nenda ukawe mtume, nenda ukawe nabii. Utimize kwanza hivyo vigezo. Yaani hivyo vigezo ni lazima. Huwezi ukakurupuka tu boom na kuanza kuwa mchungaji, nabii, mwinjilisti wakati hujatimiza vigezo. Kwanza ujazwe Roho Mtakatifu. Pili uwe na wito kabisa huo. Amen. Tatu uwe ni wakati wako sasa wa kufanya kazi. Nne iwe ni mahali pako pa kufanya kazi. Alafu nenda ukafanye kazi. Sio sababu umetoka shule. Sasa kwa wale ambao utakuta wanajiita wa Kristo lakini wanaingia siku ya Jumamosi, washika sabato. Ni kama vile washika sabato. Utakuta hata wengine wanapoingia, kuna wengine ambao wanaingia jioni Jumamosi, lakini wanasema kwamba sio hivyo. Nyinyi mnaingia lakini kwa sababu tu ya kukusanyika, lakini sio kusema kwamba eti mmemaanisha kweli. Sasa wale watu, kwa sababu Biblia inasema kwamba tuheshimu siku ya Sabato, utuambie vizuri hapo. Hilo ni swala nyeti sana ambalo linahitaji kukaa chini na kuandaa vizuri verses za Biblia ili kwamba, sababu kumbuka ni swala ambalo limebeba kikundi kikubwa cha watu sana ambao wanaitwa leo washika sabato. Ila kifupi ni hiki. Sabato maana yake pumziko. Sisi hivyo sote tunajua hilo. Ndio. Sabato maana yake pumziko. Na pumziko ni kwetu sisi. Na tunajua ya kwamba mtu akiokoka pumziko lake ni ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Na Yesu mwenyewe akasema yeye ndiye baba wa nini? Wa Sabato. Ina maana Sabato yetu sisi leo sio siku tena. Sio kupumzika siku tena, lakini ni kupumzika kuingia ndani ya Yesu. Yule Yesu wa Jumapili, yule Yesu wa Jumamosi ndo huyu Yesu wa siku ya Sabato. Mungu ni huyo, ni mmoja, hajawahi kugeuka. So washika sabato wao wanafikiri ya kwamba yule Mungu wa Jumapili sio huyu Mungu wa unaona. So hili jambo limewachanganya sana ndugu zetu, kiasi kwamba tunashindwa kuelewa vipi shetani amewafunga macho hapo. Sabato halisi ni kuwa ndani ya Yesu Kristo. Pumziko halisi ni kuwa ndani ya Yesu. Umenipata vizuri hapo mtangazaji? Kwa hiyo huwezi ukawe na pumziko kabla hujawa ndani ya Yesu. Sio shida ya siku tena. Hapana. Sio tena swala la siku. Ndio maana Yesu mwenyewe alifanya kazi siku hiyo ya Sabato. Ndio maana Yesu mwenyewe wanafunzi wake
chukua masuke siku hiyo ya Sabato, kutaka kuambia watu ya kwamba Sabato ni mimi. Kwa hiyo mkitaka Sabato, mkitaka kupumzika, njoni mkae ndani ya mimi, njoni mkae ndani yangu mimi Yesu. Kwa hiyo Sabato ya kweli tulio nayo leo ni kukaa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni kupokea Roho Mtakatifu, ni kuokoka kikamilifu. Hapo umepata pumziko. Yesu mwenyewe alisema kwamba njoni kwangu nyote wenye mizigo na mimi nitawapumzisha. Kwa hiyo kwa kupumzika, kwa kupata Sabato ya kweli ni kuingia ndani ya Yesu. Hilo nafikiri liko rahisi sana. Sijui kwa nini linawachanganya au ndugu zetu. Sawa. Lakini tunaamini kwa msaada wa Roho Mtakatifu watalielewa tu. Asante sana. Kwa hiyo na kumalizia basi swali la mwisho. Ndio. Kwa sababu kutokana na yote mambo utakuta mtu anaenda kwa huyu mchungaji anamwambia hivi, mchungaji anamwambia hivi, kwenda hivi. Lakini anajiita Mkristo, lakini anajikuta kwamba anachanganyikiwa, ni hajaridhika rasmi kabisa. Kwa sababu utakuta ni Mkristo lakini kanisani kwao hajaridhika na maisha yako kule kutokana na watumishi na vipi na vingine. Sasa huyo Mkristo jinsi anavyojiita Mkristo, unamwambia nini kifupi? Aishi je? Aishi vipi? Iko hivi, sisi tuna utaratibu huu. Ukiwa kanisani na ukijiona uko kiroho kuliko mchungaji wako, toka kwenye hilo kanisa, tafuta kanisa lingine. Uwezi ukakae kanisani ambapo wewe unaona usongi mbele kiroho. Sasa utakaje katika kanisa hilo? Unakaje katika kanisa ambalo mchungaji wako hakufanyi usonge mbele kiroho? Do you see? Sijui kama unanielewa hapo. Yaani uko kwenye kanisa miaka na huna Roho Mtakatifu. Uko kwenye kanisa miaka 10, miaka 6 na hujazaliwa mara ya pili. Uko kwenye kanisa miaka na huna hata Roho Mtakatifu. How can you stay there? Then move forward, look for another church. Tafuta kanisa lingine. Kwa hiyo ushauri wangu ni huu. Wale ambao wako katika makanisa ambako hawariziki, omba Roho Mtakatifu, rudi magotini, tafuta kanisa lingine ambapo utakaa na kurizika. Sababu usiporizika uwezi ukaenda mbele. Hilo liko wazi kabisa, very simple. Basi tunashukuru sana wote wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Wokovu TV kwa kufika tamati, nikiamini kwamba mlikuwa nasi mwanzo hadi mwisho katika kipindi hichi kwa kujua mengi sana kuhusu makanisa.